Leo nataka niweke hizo hoja tatu alafu niongeze ya nne. Nimeshazungumza lakini najua hujazielewa kwa namna hii na nataka niizungumze. Hoja ya kwanza, Roho Mtakatifu ameimeza mauti, ndio maana Yesu akafufuka. Lakini ufufuko wa Yesu hauna maana kwake, una maana kwetu, kwa sababu sisi tulikufa pamoja naye, kwa kuwa tayari tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Akafa ili iwe rahisi kutuokoa. Sasa aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu ni Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, ile hali inayoelezwa kwenye Waefeso 2 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu, kwamba tulikuwa katika hali ya dhambi, kwa sababu ya kutenda dhambi hizo na makosa tukawa katika mauti, Roho Mtakatifu ameleta uzima. Sasa tukirudi katika hali halisi ya kimaisha, maana yake ile hali ya dhambi katika maisha yetu imemezwa ili tuwe na uzima, na kuonyesha kwamba tumefufuka kutoka kwa wafu, hatutaishi katika dhambi. Ndipo linakuja jambo la pili, kwamba kumbe Roho Mtakatifu akisha kuja kwenye maisha yetu anazimeza tabia zetu, inadhihirika tabia yake. Anazimeza tabia zetu, inadhihirika tabia yake, ambayo hiyo inaitwa tunda la Roho. Ithibitike kwamba wewe uko hai, utaishi maisha tofauti na wasiookoka, kwa maana wewe umefanywa kuwa hai kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Uhai wa Yesu Kristo umekuingia kupitia mauti na ufufuko wa Kristo. Yesu ufufuko wa Kristo, na kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko ndani mwako kukufanya uwe na tabia ya kimungu. Kilichoanza ni ufufuo, kinachofuata ni kuwa na tabia ya Kristo. Lakini hapo katikati kuna kile ambacho Waingereza wana neno rahisi zaidi, linaitwa regeneration. Tuseme tunataka regeneration. Dodoma nafikiri hawajui sana mihogo, lakini kuna sehemu wanalima mihogo, watu nakata vipande, lakini kuna sehemu wanalima pia viazi, si ndivyo? Watu kata vipande, ukivichomeka ardhini vinachipuka upya, unakuwa mche mzuri kabisa. Kule kutoka kwenye kuwa kipande cha shina la mhogo au kipande cha shina la kiazi mpaka kuwa shina kabisa, alafu ukawa na viazi mihogo, huo mchakato mpaka kuwa shina unaitwa regeneration. Ni sawasawa pia unapokuwa na kidonda. Ili kidonda kipone, huwa lazima kinaweza kaka kimechika kabisa, lakini unaona kama vile kinapanda baadaye kinafunga, kinabaki kovu. Mchakato huo wa kutoka hiyo hali mpaka umekuwa kawaida inaitwa regeneration. Na inawezekana kabisa kama mifumo ya mwili wako iko vizuri, hata kovu linaweza likajikuta kama limeondoka, kwa sababu inaendelea kuja ngozi mpya, na hivyo vitu vya zamani vinatupwa, mwisho vinaondoka, unakuwa huna hata kovu. Hiyo kitu inaitwa regeneration asili. Nimekuonyesha regeneration katika mimea, nimekuonyesha na regeneration katika wanadamu. Hiyo inaitwa regeneration, kuchipuka, kama ambavyo imeandikwa kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 7 na wa 8, kwamba mmea unaweza ukachipuka. Sasa kule kuchipuka mpaka kurudi kuwa mti mwingine ndicho kinachoitwa regeneration. Sasa Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kututoa kwenye hali ya kufa, anaanza kutufanyia regeneration. Ni kama urejesho wa hali tuliyotakiwa kuwa kabla ya dhambi. Unafika hatua unakuwa mpya, ni kwa kufanywa upya. Tito sura ya 3 mstari wa 6 ndivyo unavyosema, mstari wa 5 na wa 6, kufanywa upya. Neno la Kiswahili ni kufanywa upya, neno la Kiingereza ni regeneration. Sasa ukifanywa upya, wewe unakuwa ni mtu mwenye tabia mpya.
kwa sababu ni kweli. Biblia inasema kiwa ndani ya Kristo umefanywa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa anayeweza kufanya mambo yawe mapya kwenye maisha yako ni Roho Mtakatifu. Niongeze mfano mwingine. Kwa mfano, wewe una neema, umeokoka kabla hujaharibiwa sana na dhambi. Kuna wengine wanaharibiwa sana na dhambi. Kwa mfano, wanaotumia madawa kulevya, hata bangi tu, huwa akili yao inaharibika sana. Kuna vitu vingi vinakuwa haviko sawa. Unavyomwona mvuta bangi anatembea kama vile anafanyaje sijui, ni kwa sababu anaona mashimo, anataka asianguke, anapeleka mguu zaidi, kumbe ardhi iko kawaida tu, ila yeye anaona nini? Shimo. Kwenye mtandao walionyesha jamaa mmoja akapiga hiyo wanaita kaya, akaipiga mpaka anapiga kichwa chake namna hiyo. Ghafla mahali pa kawaida kama hapa akaona kama vile ni bahari ya Hindi, kama vile yuko Kigamboni. Kwa hiyo sasa akajirusha ili aanze kuogelea. Bangi tu imefanya. Kwa hiyo unaweza ukaelewa akili huwa inaharibiwa. Serikali inapozuia bangi haizuii kwa ubaya, kwamba bangi inaharibu akili. Sasa mtu akiitumia muda mrefu akili yake inaharibika. Akitumia madawa kulevya muda mrefu akili yake inaharibika. Nachoma sindano labda, au anabuia unga, au ananusa, au sijui anafanyaje, akili inaharibika. Huyu mtu mara nyingi wakija makanisani, makanisa huwa yanakatia tamaa haraka. Kwa nini? Akili zao zimeharibika. Wakati mwingine wangependa waendelee kuyala yale madawa. Sasa ili aweze kupona, kule hospitali huwa wana namna yao ya kuwafanya warudi vizuri, lakini kwa Yesu iko njia rahisi sana, lakini ni ngumu kama huyo mtu hatapata mtu wa karibu wa kuwa karibu naye, saidia Roho Mtakatifu afanye kazi ya regeneration. Yani akijaa Roho Mtakatifu anaanza kufundishwa neno la Mungu, anaonyeshwa na upendo, halafu anaaminishwa. Ghafla ile hali ya uraibu ya kutamani kuvuta tena, kutamani kubwia tena, kutamani kunusa tena hayo madawa inaondoka. Lakini Roho wa Mungu anafanya kazi ya kufanya regeneration. Ubongo wake, mchakato ya mifumo mbalimbali ya ufahamu na hisia inabadilishwa, inafanywa upya mpaka anakuwa kama alivyokuwa mwanzo. Hiyo kazi huwa inafanywa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema Roho wa Mungu alikuja akamfanya Yesu afufuke, ilikuwa ni sisi tunafufuka pamoja naye, tunafanywa upya na tunatiliwa tabia ya kimungu, ndipo linakuja tunda la Roho. Sasa hayo ni mambo ambayo yamefanyika katika Roho. Leo nataka nizungumze jambo linalofanyika katika mwili, lakini kabla ya kwamba tumezungumza habari ya tunda la Roho, kuna swala karama za Roho Mtakatifu, kwamba Roho wa Mungu anapokuja kwenye maisha yetu hutufanya tuweze kumtumikia Mungu kwa nguvu ambayo sio yetu, kwa nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu anapokuja katika maisha ya mtu anamfanya awe na zinazoitwa karama. Zile karama zinaitwa karama za Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anakutumia wewe, nguvu yake Mungu inadhihirika kwa namna moja au nyingine, unamfaidisha mtu mwingine. Anafaidi namna gani? Alikuwa mgonjwa, anapona. Anafaidi namna gani? Alikuwa na mapepo yanaombewa, hafunguki kwa sababu hakuna ufunuo. Wewe unapewa ufunuo.
Ule ufunuo unaoupewa unasababisha pepo lililong'ang'ania maisha ya mtu linamwachia. Ziko karama 9 tofauti. Hizo karama zinakuja wakati Roho wa Mungu amekuja kwenye maisha yako. Wapendwa fulani walikuwa wameenda kwenye maombi, wakawa kwenye mkesha na wamefunga, ikawa ni siku 7, mchana hawali, usiku pia hawali, na usiku hawalali, wanakesha mpaka siku 7. Zilivyoisha wanarudi nyumbani, wanatuma mwenzao akanunue mafuta ya taa. Kipindi kile cha majiko ya kusukuma namna hii yalikuwa yanaitwa majiko ya mchino, unaweka mafuta ya taa unasukuma, kumbe linavuja. Lile jiko linafanya nini? Linavuja. Mmoja wao akajaa Roho. Sio kwamba akaanza kunena kwa lugha. Akasema kama neno la Mungu limesema tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hili jiko nalo lina ugonjwa, akaweka mkono, tundu likafanya nini? Likaziba. Hiyo ni karama ya Roho Mtakatifu, ni matendo ya miujiza. Mama mmoja alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mungu akampa karama huduma. Sasa hiyo hatuwezi kuita karama, huduma ya uinjilisti, kwenda huku na huku kuhubiri habari njema. Lakini kajifungua mtoto bado mdogo, ila akampata mdada mmoja awe anamtunzia mtoto. Kwa hiyo anachupa, anampa mtoto, anamnyonyeshea maziwa ya ng'ombe. Walikuwa maeneo ya umasaini huko Arusha, kwa hiyo kupatikana maziwa sio kazi. Lakini anaendelea kuhubiri. Watu wakimuuliza anasema, mbona wafanyakazi hamwaulizi? Wafanyakazi na wenyewe wanawaacha watoto wao na wasichana wa kazi wanaenda kufanya, na mimi namwacha mtoto wangu na msichana wa kazi naenda kuhubiri. Bwana Yesu ameniambia nihubiri Injili. Na Mungu alimjalia huyu dada imani, alikuwa anaponya wagonjwa, anatoa mapepo. Sasa siku moja ile chupa ikapasuka. Amerudi kutoka kwenye huduma yake, anakuta ile chupa imepasuka. Hela za kununulia hana. Unajua nyewe sasa hivi mnaangalia wokovu sasa hivi. Zamani zile ilikuwa sio mchezo. Kwanza kanisani kuwako watu kama Rahabu wanapata mishahara, kama Nyamwanji hao wastaafu, kama Dr. Mwilao, huwaoni. Kanisani wote mnakuwa mmechoka, mna nguo moja mnavaa kwa mwezi na haifuliwi, ndio mpo kanisani. Kwa hiyo hata sadaka mkusanyika, hata sadaka moja hamna. Na sasa yule yeye ni mwinjilisti, angalau mchungaji, yeye ni mwinjilisti, anaenda kila mahali kuhubiri, huko atapata wapi? Kwa hiyo alivyokuta chupa ya maziwa ya mtoto imevunjika, alichofanya alisema, Mungu, najua sina pesa hata moja, lakini lazima niendelee kwenda kuhubiri. Sasa kama unavyowaponya wengine, hii chupa, ninakuamini Bwana Yesu. Amefumba macho, amevichukua vipande vyote, amefumba macho, anaomba. Alivyofumbua macho, chupa imekuwa mpya. Huu ndio wokovu tulionao, lakini haiwezekani isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii mifano miwili nimewapa ndio kinachoitwa matendo ya miujiza. Sio hivi viujanja wanavyofanya watumishi wa sasa. Unaweza hata wewe ukatumika ukimwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaenda mahali, gari likaishiwa mafuta. Gari likafanya nini? Likaishiwa mafuta. Kwa sababu anaenda kufanya kazi, Mungu akamwambia acha kuangalia geji. Akaendesha mpaka akafika kituo chenye mafuta. Wakati wote wanaendesha magari wanajua ikishaonyesha alama nyekundu ni muda mfupi tu unatakiwa uweke mafuta. Lakini alienda mwendo wa kama hapa na Singida. Kwa lazima ujue ulikuwa ni muujiza. Lakini mwingine katika hali kama hiyo aliambiwa chota maji. Kwa hiyo akaenda akachota maji, akaja akamimina.
kwenye tanki. Usije ukafanya hivyo, gari yako itaharibika. Hilo haliwezekani isipokuwa nini? Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wanaoendesha magari wanaelewa, huwezi ukaweka mafuta kwenye tanki ya mafuta ya petroli au ya diesel. Lakini aliweka yale maji yakabadilika kuwa petroli, gari likaendeshwa na halikuwahi kupata shida. Baadaye walipofika mahali pa kuweka mafuta, gari iliendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shuhuda za mambo kama hayo ni nyingi, inaitwa matendo ya miujiza. Baba mmoja, mtoto wake akawa, yani jioni kama hivi, kumbe isingekuwa ninakuja kuhubiri hapa, na kumbe ni sio mkutano kama tulivyokuwa tunaenda kule, wasingekuwa wanahubiri vijana wangu, kumbe nahubiri mwenyewe. Sasa na watoto bado nazaa watoto wadogo, kama hapa mwenzangu Enoke bado ana watoto wadogo. Sasa kadogo kama kale kanani, kale kakike kale kamera. Sasa maji mama yake amechemsha hapo nje, yanachemka. Sijui alikuwa anataka wafanyie nini. Sasa kitoto bahati mbaya kikapita pale, yale maji yakakamwagikia, hali ikawa sio hali. Mama wa mtoto akakimbia kumwambia mume wake, mtoto ameungua maji. Baba yule akasema, ni wakati wa kwenda kuhubiri. Ninajua ni shetani, na nilipokuwa kwenye maombi hali hii niliiona. Mlete mtoto. Akamchukua mtoto, akampeleka kitandani, akachukua blanketi. Mliowahi kuunguliwa na maji mnaelewa inavyokuwa. Kuweka blanketi ni kuongeza hatari zaidi. Bora angemweka mahali kwenye upepo, lakini alimpeleka kitandani, akamfunika blanketi. Hivyo naelewa. Na mtoto akalala pale pale. Alii tena, yeye akaenda kuhubiri. Alivyorudi, mtoto anacheza tu. Ina maana hata yale maji hakuungua. Unanielewa? Mama mwingine ilikuwa sasa mchungaji anataka atoke kwenda kanisani. Wale wenzetu ambao wanakaa mbali na makanisa yao, anatoka nyumbani kule, akatokewa kwamba mtoto kafa. Hiyo saa ni saa ya kwenda kanisani. Mama anamwambia mume wake, mtoto amekufa, tusiende kanisani, tuna msiba. Mama ametoka nje, anapiga makelele, analia ili majirani waje msibani. Mume wake anamwambia, we, nikuone tena, rudi ndani, hakuna msiba hapa. Mlete mtoto. Kamweka kitandani, kamfunika, kasema hata kama ni msiba tunakuja baada. Mimi nina kazi ya kufanya kanisani leo. Roho wa Mungu amenituma kufanya mambo kule, niache kwa sababu ya jambo hili. Neno linasema ampendaye mama na mtoto kuliko mimi na kazi yangu hanifai. Na ambaye ameweka mkono wake kwenye sheli, kwenye plau ya ng'ombe analima, akiangalia nyuma hanifai. Kwa hiyo mimi naenda kanisani. Yule mama hakuelewa, akamwambia, na natangulia na wewe njoo. Mama hakuweza, lakini baadaye Samza amesema twende, huwezi kuelewa. Akajilazimisha kuja kanisani. Mchungaji amepiga mahubiri, amemaliza mwisho kabisa, akasema, wapendwa, nimemaliza kila ambacho Bwana alituma kufanya hapa, lakini nataka niwaambie kabisa, mwanao kati hao mnaowajua mmoja. Akaanza kulia, sina ni mwanadamu, lakini ameshamaliza. Basi wazee wa kanisa washarika njia moja kwenda kwa nani? Kwa mchungaji. Lakini wanakwenda kwa mchungaji, wanasema, mchungaji, umetuambia aliyekufa ni nani? Wanakuta mtoto anacheza. Mnaelewa ninachosema? Kwa hiyo Roho wa Mungu anaondoa mauti yetu ya rohoni, na katika kuondoa mauti yetu ya rohoni anafanya tufanywe upya
tuwe na maisha mapya yasiyokuwa na madhara ya dhambi tulizozipitia, na kama tuliharibiwa na dhambi yoyote kwa namna yoyote, tufanywe upya. Kwa mfano hawa wadada, unakuta amepata magonjwa, hata wakaka, magonjwa ya zinaa, na ndio wakati sasa natakiwa aoe au aolewe. Akibaki hivyo hata zaa, lakini Roho wa Mungu kishirikiana naye anakufanya upya. Yale makovu huwa kwenye viungo vya uzazi yaliyoharibiwa na kaswende na gonoria na nini na pangusa, sio nani yako, magonjwa mengi sana yanaondolewa. Ndio mtu huyu anapona kabisa. Wengine kwa sababu ya kutoa mimba, kuna vitu fulani vinaharibika katika viungo vyao, lakini anarejeshwa. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, anakufanya upya. Lakini huwa pia anatupa tabia ya Roho Mtakatifu, ndio hiyo inaitwa tunda la Roho. Lakini anatupa pia hiyo nguvu tuweze kutumika kwa nguvu ya Mungu kwa wengine au kwa ajili yetu wenyewe. Huyo Roho wa Mungu hahusiki na tabia tu ya kimungu twende mbinguni, anahusika na nguvu yake kwa ajili ya maisha yetu pia ya siku. Ndiyo maana maandiko yanasema, ndicho ambacho nimekuja kukizungumza leo, kwamba Roho wa Mungu hashughuliki na maisha yetu ya rohoni tu, anashughulika na miili yetu pia. Hebu sema, Roho wa Mungu anashughulika na miili yetu. Mwili wangu kabla ya kumwamini Yesu unaweza ukawa na virusi vinavyoleta ukimwi. Mwili wangu kabla ya kumwamini Yesu unaweza ukawa na shida labda ya kansa. Hata kama nimemwamini tayari, lakini vinaweza vikatokea vitu fulani ambavyo nikipimwa na kutwa kwamba nina shida. Lakini maandiko yanasemaje wanaume? Angalia katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8, Biblia inasema, nitaanza na mstari wa 9. Anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili. Roho wa Mungu akikaa ndani mwako, hauendeshi mambo yako kwa vile unavyojisikia. Kwa mfano, kuufuata mwili ni kwamba umekaa, halafu kumbe kuna mtu anapika pale pilau, si unaisikia harufu ya pilau? Mwili unasema ni wakati wa kuila ile pilau, lakini kumbe wewe umesema siri sasa hivi nitakula kesho kwa sababu nina mfungo. Kwa hiyo huufuati mwili, unaifuata Roho. Kwa hiyo ile pilau itaendelea kunukia, inakuwa kama vile haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya kutokufuata mwili. Lakini hata magonjwa yako hivyo hivyo. Hapa kichwa ukisikiliza, manake umeufuata mwili. Neno la Mungu linasema, bali mwaifuata Roho. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, hamtaufuata mwili. Kama ile mifano niliyo hapa, kwamba mtoto ameungua maji, lakini yeye anasema afunikwe blanketi, twende tukahudumu mpaka turudi. Hapo manake haufuati mwili. Kwamba mtoto amekufa na mama anataka kulia, na katazwa, mtoto anafunikwa kitandani, anasema twende kanisani. Wanarudi wanakuta mtoto ni mzima. Baba mwingine aliwaambia watoto chakula hamna kabisa, lakini akamwambia mama yao, yani mke wake, andaa hot pot, zifunike vizuri, leta mezani, leta maji ya kunawa.
Siku zimepita, hamna chakula. Sasa siku hiyo anataka kumwamini Mungu, chakula kija mezani. Yote haya hufanywa na Roho Mtakatifu. Ujitokee tu ghafla na kwanza, leo leta poti, mtakaa hapo mnapiga miayo, hamna kitu. Kinachosababisha mambo hayo yote ni nani? Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na mama naye akakuwa mbishi, akaleta hot, leta maji ya kunao, leta kama kawaida, naanza kunawa mzee. Baadaye watoto na wenyewe wanakaa. Watoto hawajui, wanadhani mama amepika. Sasa wamenao, wanaanza kuomba Mungu Baba wapaye watu chakula. Asante kwa chakula hiki. Ili hali anajua hizo poti hazina kitu. Sasa anakaribia kusema amen. Mlango unapiga. Kufungua, mama mmoja jirani ana hotpot yale makubwa. Si mnayajua yale hotpot makubwa, na kabla ya hivi vitu vya sasa hivi ya kuchemsha, watu waliokuwa wanafanya mambo ya catering, vyakula vya watu wengi, walikuwa na hotpot makubwa. Si mnayajua yale? Ndio amekuja nalo. Anawaambia jamani, samahani, kumbe mko mezani. Mimi Bwana ameniambia, nilikuwa napika, nikaambiwa pika chakula kingi, na hiki chakula na kutumwa kipeleke nyumba ile. Mungu anajibu maombi ya yule baba, na hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu aliyemfanya huyu baba aamini, na aliyemfanya huyo mama aamue kupika chakula tofauti na kawaida, na awe na ujasiri wa kubeba kukileta. Kwa hiyo alivyokuwa nakileta na kiweka mezani, yule baba akamwambia, Mungu akubariki, ulimsikia Roho Mtakatifu. Hivi hapa tulipata na chakula. Ndio chakula kilichopakuliwa, sio kwenye poti zile, ni poti ndio letu. Hebu sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu wetu wengine unakuwa kama vile sio wokovu, kwa sababu hatutaki kuacha Roho Mtakatifu atuongoze. Usiufuate mwili. Unapoacha kuufuata mwili, ndio hata kutumika kwa baraka ya wengine. Ndio kama anafuata mwili, angepika chakula chake mwenyewe, lakini akasikia hapana, leo sio habari ya chakula chako tu, leo nataka nikutumie kwa ajili ya mtu wangu, pika chakula zaidi. Hayo mambo yapo, lakini wewe kwa kuwa hutaki kwenda na Roho wa Mungu, kwenye somo langu unapoendelea utaelewa baadaye. Ndio maana upo na hatuna shuhuda ya wewe kwamba Mungu alikutumia kwa jambo. Na somo ushuhuda ya ulicho anaenda kunyoa. Bwana anamwambia leo usinyoe hii saluni unayonyoa. Nenda saluni ile pale. Kwa ajili gani Bwana? Yule pale nataka ushuhuda habari za Yesu. Kwa anaenda kinyozi anamnyoa, huko anamshuhudia habari za Yesu. Kinyozi akaokoka. Mpaka ulicho anafariki, yule alikuwa mmoja wa wazee wa kanisa waliotumika kwa mambo makubwa ndani ya kanisa. Alimpataje? Kufuatisha. Sio kila wakati watu wanaopita kwenda kuzika wangezika. Kama tungekuwa tunatulia, sikwambii wewe, tunajiambia hata mimi, kwa sababu wakati mwingine waona wanapita na maisha zao. Lakini maandiko yanasemaje? Kuna wakati Yesu alikuwa anamwambia simama. Lakini uwezi ukaamua tu kufanya hivyo, la sivyo utaaibika. Roho wa Bwana hao amesema, unafika unaambia haya, simameni. Astaghfirullah nini? Anambia Bwana Yesu amesema huyu anaishi leo, alafu unamfufua. Basi yani ingekuwa rahisi sana kuwahubiria hawa Waislamu habari za Yesu, Wakatoliki habari za Yesu, na watu wengine wanaobisha uokovu. Umenielewa mtu wa Mungu? Lakini yote haya yanaenda kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kama nilikuwa nimeshawaahidi tayari, mwezi wa 6 tutakuwa na wiki karibu 2 za mafunzo ya miujiza, na kimojawapo ni namna ya kufufua nini? Wafu. Sasa mbona wewe hujafufua? Nitakwambia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika ule mstari, lakini mtu awaye yeyote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Wewe kwa kuwa una roho wa Yesu, wewe ni wa Yesu. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndipo unakuwa wa Yesu. La sivyo utakuwa wewe ni wa Calvary, au wewe ni wa TAG, au wewe ni wa AIGT, au ni wa Moravian, au ni wa Lutherani, au ni wa RC. Lakini ukiwa na roho wa Yesu, wewe ni wake Yesu. Sasa sikia, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa. Hebu sema, mwili wangu umekufa. Sema tena, mwili wangu umekufa. Umekufa kwa habari ya nini? Ya dhambi. Pale ambapo ungeambiwa jambo fulani unachemka nyuzi joto 150, unamchukua mtu na mrusha ukutani, hiyo hali imekufa. Ile hali kwamba ungemuona mdada mzuri, amekamilika idara zote, unaanza kusema huyu anatakiwa achukuliwe. Ile hali inakufa kwa sababu umevifisha viungo vyote vilivyoko mwilini, kwa kuwa Kristo anakaa ndani mwako. Sasa hiyo haishii hapo tu, vinafishwa na vitu vya kishetani katika maisha yako. Kwa sababu ngoja nikwambie, chakula cha magonjwa kipo kwenye mwili wako. Chakula cha mapepo kipo kwenye mwili wako. Sasa kama Roho wa Mungu amefisha mwili wako na mapepo yanakosa chakula, kwa hiyo yanafanya nini? Yanakufa. Na chakula cha Roho Mtakatifu kama huwa anakula, basi ni maombi yako. Unapoomba ndio Roho wa Mungu anapata nguvu kutawala maisha yako. Hiyo ndio natumia kwa lugha ya kawaida tu, ni chakula. Umenielewa mtu wa Mungu? Kwa hiyo anapata nguvu, anafanya mwili wako unakufa kwa habari ya mambo ya kishetani. Kansa inakufa kifo cha kawaida. Ukimwi unakufa kifo cha kawaida. BP ya kupanda ya kushuka inakufa kifo cha kawaida. Magonjwa yasiyoeleweka, kuna vitu vinatembea mwilini, inakufa kifo cha kawaida. Ugonjwa wowote ule unakufa kifo cha kawaida, kwa sababu Roho wa Kristo anakaa ndani mwako. Sasa anaendelea anasema, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Roho yako hii inakuwa hai kwa sababu, yani iko hai ili itende haki, iko hai ili ipokee mambo ya haki. Roho yako. Kwa nini? Roho Mtakatifu anakaa ndani mwako. Sasa Biblia inaendelea kusema, lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Ikiwa Roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Sasa unaenda unaambiwa figo imefeli, unafika unaambiwa ini lina shida, unafika unaambiwa moyo umekuwa mkubwa, unafika unaambiwa ubongo umeanza kuwa unasinyaa, unafika unaambiwa sijui kuna nini. Mishipa ya moyo, kuna valve moja imelegea, lazima waweke kitu fulani kuisaidia. Umeme wa moyo umepungua mpaka tuweke battery. Jamani, Mungu awasaidie kweli, kwa kweli wanasayansi wanatusaidia. Lakini sasa mtu wa Mungu unaanza kuishi kwa battery. Wakati wengine wanaishi tu kawaida, wewe battery inawekwa ndio moyo unafanya. Kwa hiyo unakuna waza tu kuna siku battery itazima, ndio hapo basi. Kweli. Sasa Biblia inasema ikiwa Roho anakaa ndani mwenu, huyo Roho anayekaa ndani mwenu atafanya figo inayotaka kukataa kufanya kazi iwe hai tena, moyo unataka kuchoka uwe hai tena, mapafu yanapata kuchoka yawe hai tena. Ndio maana Musa aliishi maisha miaka 400.
mia na 20. Unaona, inawezekana ukiamini, kwa kuwa Roho wa Mungu aliyefanya aliyekufa awe hai ndiye atakayefanya kiungo chochote au viungo vyote kwenye mwili wako viwe hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama alivyoimeza mauti ya rohoni, anaimeza na mauti ya mwili. Roho Mtakatifu ana kazi ya kumeza mauti ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuwa hai katika mwili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unakuwa hai katika mwili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasemaje? Angalia Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14. Anasema hivi: naye Mungu aliyemfufua Bwana Yesu. Nimeongeza maneno hapo. Na tena atatufufua sisi kwa uweza wake. Kwa hiyo aliyemfufua Yesu atatufufua na sisi. Kwa mfano, mwenye kifafa, unajua inakuwaje? Kuna kidonda kwenye ubongo, kuna uvimbe kwenye ubongo. Akikufufua kidonda kinaondoka, akikufufua uvimbe kwenye ubongo unaondoka. Kwa hiyo kifafa kinakoma. Mirija imeziba, ndio maana mayai hayatoki yaje mahali ambapo atakutana na mbegu ya mmeo ili watoto wazaliwe. Akikufufua mirija inapona. Kwa kumbe uliuguaga gono huko nyuma, ikaziba mirija. Akikufufua mrija unafunguka. Akikufufua, chochote ambacho hakiko sawa kwenye mwili wako kinarejeshwa kuwa sawa kwa sababu ya ufufuo. Mayai, wengine wakipima wanaambiwa mayai yakiwa yanatengenezwa kila mwezi, kwa sababu wanawake wote wenye umri wa kujifungua, wenye umri wa kuzaa, nisikilize vizuri, mwanamke ukiwa unaona hedhi, ile inaitwa hedhi, wanaita kwa Kiswahili chetu unaona damu, unaona siku. Unapoona hivyo, maana yake wakati wako wa kuzaa bado. Na ukiona hivyo, maana yake siku 14 kabla ya hedhi ungekutana na mume wako, ungetunga mimba. Ndiyo maana yake. Kama hakuna kizuizi chochote, siku 14 zimepita kutoka siku ambayo ungeweza kutunga mimba. Ndio maana unaona damu leo. Unaona? Sasa wengine hiyo kitu inazuiliwa. Kwa nini? Kwa sababu yale mayai huwa yamekaa hivi. Hii mikono yangu hii mikono hii ndio mirija. Hii huku nilipofanya hivi, huku ndiko na kama mayai ya mwanamke, na hapa kwenye kifua changu ndiko mji wa mimba. Ndivyo mwili wa mwanamke. Sasa yai hutoka huko likapita kwenye huo mrija, likiwa inakuja mbegu ya kiume, inapita, inafika hapa, inatembea, kwa sababu wewe inapiga mbizi kama vile samaki anavyopiga, inakutana na yai hapa au hapa, halafu inaendelea kutembea mpaka inakuja tena hapa kwenye mji wa mimba. Mimba inatengenezwa. Wakati mwingine isipotembea, mnasikia kumetokea ectopian pregnancy, yani mimba imetupa nje ya kizi kwa sababu hiyo. Lakini kawaida linatakiwa litembee haraka katika masaa 24 kabla haijawa bonge kubwa la damu. Inakuja na hapa, inatunzwa, inaanza kukua. Hicho ambacho wao unaona damu ni maandalizi ya mji wa mimba kupokea mtoto, alishwe, apewe hewa, au na uchafu naondolewa na nini. Sasa vitu hivyo vinaweza vikazuiliwa na magonjwa. Sasa lakini Roho akikuhuisha, hicho kitu kinaondoka.
lakini roho anaweza kauisha huko kunakotengenezwa mayai. Baada ya kutoka mayai visa, kumbe kuna wengine hayatoki mayai halisi, yanakuwa ni visa. Kwa hiyo hata kama baba yuko vizuri, mimba haiwezi kutokea. Lakini na wanaume pia wanakuwa na shida. Badala ya kuja mbegu zenye uhai, zenye mikia ili zipige mbizi kwenda kulikuta yai, zinakuwa zimekatika, hazina mikia, au zinakuwa zina ulemavu, zimejikunja hivi, kwa hiyo haziwezi kutembea. Kwa hiyo watu wanaoshindwa kuwa na watoto wakati mwingine sio shida ya waume zao, sio shida ya wake zao, wakati mwingine ni wanaume wenyewe, kwa sababu zile mbegu zimekaa hivi, haziwezi kutembea, haziwezi kupiga mbio ziende. Kwa hiyo yote haya ukijikabidhi kwa Roho Mtakatifu, viuno vinahuishwa. Ukijikabidhi kwa Roho Mtakatifu, mirija inahuishwa, tumbo la uzazi linahuishwa. Ndio maana kuna siku sisi tulimwombea mama mmoja aliyekuwa ameondolewa kizazi. Ukiondolewa kizazi, vitu vingine vyote vinabaki kawaida, mirija hii huwa hawaiondoi, na ndio maana unaweza kaendelea kuwa unaona siku zako. Lakini mirija mji wa mimba umeondolewa. Lakini mama mmoja alikuwa ameondolewa huo mji wa mimba, lakini tulimwombea, alichunga mimba. Alichunga mimba kwa nini? Kwa sababu ule mji wa mimba unatengenezwa upya. Huyo Roho wa Mungu anamhuisha, inatengenezwa upya. Kwani ilitokea nini kwa Sara? Vile viungo vyote vimeshakufa. Kwanza hakuwa mzazi, ina maana labda mayai ilikuwa hayatoki, au labda mirija ilikuwa imeziba, au labda mji wa mimba wenyewe ulikuwa na kasoro, ndio maana mimba zilikuwa zikai. Kwa sababu mwanaume tunajua alikuwa hana shida, maana alivyoenda kwa Hajiri mtoto alizaliwa. Kwa hiyo na maana mwanamke yule ndiye alikuwa na shida. Lakini katika umri wa miaka 90, nini kilitokea? Roho wa Mungu alimhuisha, akafanya ile mirija na hicho kisehemu cha kutengeneza mayai kiwe hai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na Ibrahimu naye, pamoja na kwamba alikuwa mzazi, alikuwa amesha staafu mambo ya uzazi. Roho wa Mungu akamhuisha, na ndio maana akiwa na miaka 110 mpaka anakuja kufa, alikuwa tayari ameshakuwa na kamke kengine kanaitwa Ketura, kamdada kadogodogo, akazaa naye watoto wengine. Kwa nini? Viuno vyake vilikuwa vimefanya nini? Vimehuishwa. La sivyo tungesema ni watoto wa wajukuu, lakini wale walikuwa ni wajukuu, watoto wake kabisa, kwa sababu viuno vimefanya nini? Vimehuishwa. Amefanywa upya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine huwa hawapendi nieleze hivyo, lakini lengo ni kwamba uweze kuelewa, kwa sababu wakati mwingine ukielewa ndio rahisi sasa kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Una shida ya uzazi, unaweza ukaamini Roho wa Mungu akakuhuisha. Una shida ya kiafya, unaweza ukaamini Roho wa Mungu akakuhuisha. Chochote katika mwili wako, maadamu Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani mwako, atakuhuisha. Siku moja nilikuwa Arusha, wakati nilikuwa bado nasoma, tulikuwa tumeenda Tengeru kwa mafunzo kwa vitendo. Pale kulikuwa na kanisa pembeni, wanaenda kusali. Siku moja dada mmoja akasema tuombe. Alikuwa ikifika siku zake hizo nilikuwa nasema za heri, hawezi kuinuka, anakuwa ni mtu wa namna hii. Kwa hiyo ni kulala na kulia usiku kucha, vile ambavyo tumbo lake la uzazi linasumbua, analia. Lakini tulipoomba, shida hiyo haikurudia tena. Unajua kuna vitu unaweza ukavihalalisha ukadhani ndivyo ulivyo, lakini Roho wa Mungu
akae ndani mwako. Yeye ndiye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, aweza kukuhuisha. Uzazi ni baraka, sio laana. Kuwa mwanamke hukuchagua, Mungu mwenyewe alikufanya kuwa mwanamke. Kwa hiyo isiwe mateso. Kataa chochote ambacho sio cha kimungu, kikatae na Roho wa Mungu atakuhuisha. Utakuwa unafanyaje? Unaona tu siku zako kawaida tu. Mbona wengine wao wanaona siku zao kawaida tu, hakuna maumivu? Anasikia tu kakitu kanamjulisha tu kujua kwamba zamu hii yai inatoka kushoto, zamu hii yai inatoka kulia. Kama maumivu kanakuwepo kwa sababu lile yai linapopita, kale kamrija wakati mwingine ni kama kadogo, yai ni kubwa na nasukumwa na nini, na vinyweleo fulani hivi, na vyenyewe ni vya nyama, nasukuma namna hii, nafanya hivi na kingine kiko kinafuatia, kikifanya hiki na hiki nacho kinafanya hivi, ndio yai linaendelea kutembea. Sasa wakati natembea, unaweza kuwa unasikia kama maumivu kidogo pande huu. Ndivyo ninavyokuwa. Baada ya hapo hakuna shida nyingine, utakachoona damu tu. Lakini mpaka kuwe na maumivu, damu yenyewe haiji. Maumivu, hapana. Hayo ni mateso shetani anakuwekea. Yakatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakatae. Bwana Yesu asifiwe. Hukupaswa kuwa, kwa kuwa ni mwanamke, kuna portion ya maumivu. Haipo hiyo. Shetani, Mungu hakukuweka hivyo, na shetani anatumia nafasi hiyo ya kutokujua kwako uendelee kuteseka. Kwa hiyo Roho wa Mungu anayekaa ndani mwetu atatuhuisha. Anaendelea kunasema hivi, basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mnataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wewe unajijua kabisa ni mwana wa Mungu, acha roho yako iongozwe na Mungu, Roho Mtakatifu. Nafsi yako nayo iongozwe na Mungu, Roho Mtakatifu, na mwili wako nao uongozwe na Roho Mtakatifu. Kile ambacho wake nakufanya useme, nadhani Rahabu anipenda, ni cha mwilini. Kianze kitu cha kusema, Rahabu kwa nini leo hana? Roho Mtakatifu aseme na wewe, halafu mwambie, halafu akwambie ni kweli, niombee. Uwe hivyo, uwe baraka kwa wengine, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani mwako. Atakuwa anakupa mawazo ya kimungu badala ya mawazo ya kishetani ya kuwazia watu mabaya. Utakuwa unawaza mambo ya kimungu, yale Mungu anayoyawaza. Hata ukilala usiku na ndoto, ndoto inasema Rahabu unakuwa mkurugenzi wa shirika la nyumba. Unakuja unamwambia, nimeota umekuwa mkurugenzi wa shirika la nyumba. Siku 2-3 tunasikia Rahabu ametangazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatumika na Mungu. Yale mambo yote ya kishetani umefanya nini? Umeyafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naendelea na shughuli zako. Wazo linakuja sasa, anza shughuli ya samaki wa bahari ya Hindi. Utakunaenda huko, na sio biashara hizi za kikawaida, na kutengenezea namna unapata gari, unakuna kwenda kule, unachukua samaki, wanakuja kwenye gari, lina barafu yake kabisa, mashine, unaleta Dodoma, unaleta Mwanza, unaleta wapi. Watu ghafla wanaamshwa kuwa na hamu ya kula nini? Samaki wa baharini, badala ya kula sato wa ziwa Victoria, kula migebuka ya ziwa Tanganyika, kula samaki mbasa kutoka ziwa Nyasa. Wewe wanakula tu hizo za kutoka Dar es Salaam, kwa maana Mungu anataka kutajirishe, na hilo wazo ni la kwake, lazima alisimamie. Unashangaa vile ambavyo unafanya nini? Unainuka kwa sababu ya Roho wa Mungu.
Kwa hiyo Roho amekuja alete uzima, uzima wa mwili wako, uzima wa kazi zako, uzima wa mahusiano yako na watu, uzima hata kwenye namna ya malezi ya wanao, uzima kama uko shuleni wa akili yako na masomo yako, kama uko kwenye ajira, uzima wa ajira yako, kama uko kwenye huduma kama sisi, uzima wa huduma yako. Hivyo ndivyo Roho wa Mungu anafanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewa? Roho wa Mungu anafanya uzaliwe mara ya pili. Ukishazaliwa mara ya pili, anafanya uwe regenerated, anafanya ufanye kuwa mtu mpya. Halafu anameza tabia zako, inaanza kuonekana tabia yako. Anameza madhaifu yako, inaanza kuonekana nguvu yake. Unaanza kutumika kwa zile karama za Mungu. Unatenda mambo makubwa kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya wengine. Lakini huyo Roho wa Mungu anakuja na meza mambo ya mwili wako. Unamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa kijijini, nilishangaa pamoja. Unajua kitu mambo wakati mwingine hayafanyiki kwa sababu lazima imani zote mbili zifanye kazi. Baba mmoja baada ya kunisikiliza nimehubiri huko kijijini Twamima, huko Mpwapwa vijijini, akaamini nilichohubiri. Akasema, hivi itawezekana hili tatizo langu hapa? Alikuwa na manundunundu mawili kwenye mkono, yanaonekana kwa macho. Unajua ya kwenye tumboni ni rahisi, unapomwombea mtu yako tumboni si hayaonekani, lakini manundunundu huku nayaona. Mimi nikamwambia, umesikiliza mahubiri yangu? Ndio. Sasa fumba macho. Na mimi nikafumba macho kiukweli. Wakati mwingine tunapoombea watu fumbi macho. Unapoombea watu usiwe unafumba macho, kwa sababu mtu anaweza kaa na pepo ukastukia tu na ngumi hapa utatema ulimi. Kwa hiyo wewe unafanya nini? Unapomwombea unakuwa unafumbua macho. Lakini siku ile mimi nikafanya nini? Nikafumba macho kabisa. Nilivyosema amen, mfumba macho na yeye anasema amen, yale mafundo mawili hatukuyaona. Namna gani imefanyika hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Huko mima nikaletewa wakina dada wawili. Mmoja nikaambiwa huwa anaanguka kifafa asubuhi, anaanguka kifafa jioni. Huyu yeye anaanguka kifafa cha mwezi mchanga. Nikawaombea. Tunangoja jioni, hamna, ameshapona. Sasa huku nyumbani wakaja wazazi wangu kutoka huko Shinyanga, Kahama. Sasa mimi niko huko na hubiri, nimeambiwa kuna wageni nyumbani. Kwa hiyo ikabidi kuahirisha kuja, lakini yule baba wa yule mtoto alikuwa ni tajiri ng'ombe. Wale wanaitwa Wagoli alifurahi, akanakuja kunitafuta anipe ng'ombe. Sijui alikuwa ng'ombe mmoja, sijui wawili. Sasa mimi nilipokuwa nimekuja huku tena, hakusema tena aje huku kuja kunitafuta. Ndio nikawa nimekosa muujiza wangu wa ng'ombe. Ni Mungu Bwana ana namna zake. Lakini jioni ya siku hiyo, mama mmoja aliyekuwa na mkongojo anashindwa kutembea, aliutupa mwenyewe, sio kwa kumwambia haya jaribisha. Yani aliutupa tu mwenyewe, akaanza kutembea tu kawaida. Roho Mtakatifu akiwa kazini. Kinachotakiwa wewe imani jae, na huyo unayemhudumia imani jae. Hakuna utofauti. Haya unayoyasikia yamefanyika kwenye Biblia yanaweza kujirudia kwako. Hayo unayoona wengine wanafanya sio kwamba ni ujanja. Ni kweli, ingawa sasa hivi kuna vijana wanafanya ujanja, lakini ni kweli ukimtafuta Mungu kikamilifu anatenda hayo, utayaona. Watu mauvimbe yanaondoka, walikuwa hawazai wanazaa, sijui nini vinaondoka. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu
anafanya. Hayo yote ni nani anafanya? Roho Mtakatifu. Utajuaje anayekutumia? Labda watu wakapona au ukapata neno likaitwa ni la unabii. Utajuaje ni Roho Mtakatifu? Ni pale ambapo mambo unayowaombea hayawi ya siku 2-3, haiwi ni mambo ya funika kombe Mwarabu apite. Ni kitu cha halisi. Mtu anakuwa kama, kuna baba mmoja tumemkuta kule Mbuyuni, anasema nilimleta mama yangu chemichemi za uzima, alikuwa hawezi hata kutembea. Mlimwombea, walianza kwanza wengine, baadaye ukaja wewe, ulimwombea sana. Mlivyomaliza kumwombea, mama yangu ni mzima mpaka leo. Huu ni mwaka wa 4, anasema. Unanielewa? Kujua kwamba anayefanya ni Roho Mtakatifu ni kwamba unachokuwa umemwombea mtu kinadumu, na ndio tofauti ya wote tuliowaombea sisi hapa na wengine wanakoombewa huko. Kila tuliyoombea akapona, ugonjwa wake haurudi, hauwezi kurudi, kwa sababu ni Roho wa Mungu amefanya. Sio uponyaji wa masharti, kwamba amekosea masharti ndio maana sijui umefanyaje. Anapona kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi nyosha mikono.